Kaunti ya Kilifi ambapo wakazi wa wadi ya Kisurutini eneo bunge la Rabai kaunti ya Kilifi wamepinga mgao wa bajeti ya shilingi milioni 228 mwaka wa kifedha 2025-2026 wakidai kuwa miradi walioipendekeza ilibadilishwa bila idhini yao. Wakazi hao waliokuwa na ghadhabu walifanya maandamano ya amani wakilaumu mwakilishi wadi huyo Kantona Mwadema kwa kuelekeza miradi isiyoshughulikia mahitaji muhimu ya jamii. Wakiongozwa na wakili wao Rashid Saburi, wamemlaumu mwakilishi wadi huyo kwa kupuuza mapendekezo yao na kutekeleza miradi isiyoakisi mahitaji halisi ya kijamii. Vitu kidogo ambavyo vimetukamanisha katika bajeti hii ya kifedha ya mwaka 2025-26. Ile bajeti tunashukuru kwamba tumewekewa mgao mzuri wa milioni 228. Wasiwasi wetu ama dukuduku yetu ni kwamba pesa zile hazikugawanywa equitable. Utapata sehemu hii iko na sublocation 4. Utapata kwamba ile population control zone haijapewa kipaumbele na pesa za kutosha. Kwa mfano, ile bajeti ya milioni 228, wakazi wa Kaliang'ombe sublocation wamekuwa allocated only 16 million out of that. Ukirudi Mkumapasa ambayo ndio control ya population ya hapa, miradi yake ni milioni 47 peke yake. Katika hizi sublocation mbili ambazo ndio population control ya Rabai Kisurutini zimepewa chini ya milioni 50 out of the 228 million. Hata baada ya kumweleza mwakilishi wetu na pia kusubmit in a way of memorandum katika public participation, tumeona kwamba ile miradi imekwenda kubadilishwa kule kwa county government, na miradi hii imekuwa approved, hali ya kwamba sisi sio ile ambayo kwamba tulikuwa tumekaa kama wananchi na tukaweza kuipendekeza. Na ukiangalia katika miradi ambayo sisi tumependekeza miradi ambayo kwamba ni miradi ya kudumu kama matangi ya maji, kama multipurpose hall, ujenzi wa ECD school, ujenzi wa pipe za mifereji ambazo kwamba zimevunjika. Lakini ukiangalia katika ile budget ambayo imetujia, ni budget ambayo imejaa matangi ya plastiki, matangi ambayo sio ya kudumu, miradi ambayo kwamba ni ya hapa kwa hapa, miradi ambayo kwamba haitasaidia mkaazi na jamii ya Rabai kwa ujumla. Kwa hiyo sisi tukajaribu kuongea na MCA wetu, hakutusikia.